Yesu, iliyotutoa sisi utumwani. Tumekombolewa kwa damu ya Yesu, imetufanya huru kabisa. Tumekombolewa kwa damu ya thamani kubwa ya Yesu Kristo, kama mwana kondoo asiye na hila wala waa. Karibu sana katika mfululizo wa tafakari zitakazokuwa zinahusu damu azizi ya Bwana wetu Yesu Kristo. Kutafakari, kuiheshimu damu azizi ya Bwana wetu Yesu Kristo. Mimi Sister Grace Teresia Paul CMC nitakuwa nawe kukuhabarisha na kukutafakarisha juu ya damu azizi ya Bwana wetu Yesu Kristo. Karibu. Ndugu wapendwa, leo tunatafakari juu ya damu ya Kristo, shime ya wafia dini. Sasa swali la msingi ni je, ni kwa namna gani damu azizi ya Kristo inakuwa nguvu inayowasukuma waamini kuishi maisha ya utakatifu, ushuhuda na matumaini? Mosi, damu ya Kristo ni chanzo cha wokovu. Hakuna Mkristo anayesimama kwa nguvu zake mwenyewe. Msingi wa imani yetu ni damu ya Kristo iliyomwagika kwa ajili yetu. Mtume Paulo anatukumbusha kuwa hatukukombolewa kwa fedha wala dhahabu, bali kwa damu ya Kristo yenye thamani isiyo na kifani. Rejea waraka wa kwanza wa Mtakatifu Petro sura ya 1 aya ya 18 hadi ya 19. Hii inaonyesha kuwa thamani ya kila Mkristo haipimwi kwa mafanikio yake, bali kwa gharama ambayo Kristo aliilipa ili amwokoe. Ndugu wapendwa, tunapotafakari juu ya damu azizi ya Bwana wetu Yesu Kristo, tusione kama ni kumbukumbu ya mateso yaliyopita, bali ni chemichemi mpya inayoendelea kutiririka ndani ya moyo wa kanisa, na hasa kupitia sakramenti zake takatifu, hasa sakramenti ya Ekaristi Takatifu na ile ya kitubio. Pili, damu ya Kristo ni shime ya kuongoka kila siku. Mara nyingi tunadhani toba ni tukio la mara moja tu, lakini maisha ya kila Mkristo ni mwaliko wa kuongoka kila siku. Mtakatifu Gaspari del Bufalo aliwahi kusema, mahali ambapo damu ya Kristo inahubiriwa kwa upendo, mioyo migumu hubadilika. Kwa Mtakatifu Gaspari, damu ya Kristo haikuwa tu fundisho, bali ilikuwa ni nguvu inayovunja minyororo ya dhambi na kumrudisha mwanadamu kwa Mungu. Tatu, damu ya Kristo ni chanzo cha umoja wa kanisa. Katika kila adhimisho la Ekaristi Takatifu, kanisa linakunywa katika kikombe kile kile cha Agano Jipya. Hivyo basi, damu ya Kristo inatuunganisha sisi na Utatu Mtakatifu, yaani Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Lakini pia damu ya Kristo inatuunganisha sisi kwa sisi. Kadhalika, damu ya Kristo inatuunganisha sisi na kanisa zima la mbinguni na duniani. Mshindi si yule asiyejaribiwa, bali ni yule anayemtegemea Kristo. Hivyo basi, damu ya Kristo kutupa nguvu ya kushinda dhambi, kuepuka majaribu, lakini pia kusimama imara hata nyakati ngumu za mateso. Hivyo mimi na wewe tunaalikwa kuikimbilia na kuiabudu damu azizi ya Bwana wetu Yesu Kristo iliyomwagika kwa ajili yangu na kwa ajili yako, lakini pia kwa ajili ya kanisa, na hivyo tukapata agano jipya, agano la wokovu. Na mwisho, damu ya Kristo ni wito wa kuwa wa misionari. Mtakatifu Gaspari del Bufalo aliwaambia wamisionari wake kwamba mahubiri yao yawe ya kuwafanya watu waione thamani ya damu ya Kristo. Leo kila Mkristo ni misionari. Si lazima uende katika nchi za mbali, bali tunaweza kuhubiri maisha matakatifu, uaminifu katika familia, uadilifu katika kazi, upendo kwa maskini na ushuhuda wa imani. Hivyo damu ya Kristo inakuwa shime inayotusukuma kutoka kuwa watazamaji hadi kuwa mashahidi. Sasa hebu tutazame kwa ufupi. Je, mtu anayeishi katika damu takatifu ya Yesu au yule aliyeguswa na damu azizi ya Bwana wetu Yesu Kristo atakuwa na sifa zipi? Ndio sehemu sahihi ya mimi na wewe kujitafakari. Vipi, tunaishi ndani ya damu ya Kristo ama la? Sasa mtu anayeishi ndani ya damu ya Kristo atakuwa na sifa hizi: yenye huruma, kusamehe, upendo kwa kila mtu bila ubaguzi, lakini pia tayari kujitoa kwa ajili ya kuwasaidia masikini na kulisaidia kanisa bila malalamiko
kama tu vile baba yetu Mtakatifu Gaspari del Bufalo alivyoishi. Sasa vipi, mimi na wewe usifaishi tunaishi ndani ya damu ya Kristo ama la? Kama tunaishi ndani ya damu ya Kristo, basi tumshukuru Mungu na tuendelee. La, tuombe mama yetu Bikira Maria, mama wa damu azizi Bwana wetu Yesu Kristo, atuombee ili nasi tuweze kuishi kama vile inavyostahili. Itukuzwe damu ya Kristo milele na milele. Tuombe. Yesu Kristo, mwana kondoo wa Mungu uliyetukomboa kwa damu yako azizi, utuoshe na ututakase kila siku. Tujalie tusichoke kukupenda, kukutumikia na kuwahudumia ndugu zetu. Damu yako iwe ngao yetu katika majaribu, tumaini letu katika mateso na nguvu yetu katika utume. Kwa maombezi ya Bikira Maria mama yetu, mama wa damu azizi ya Bwana wetu Yesu Kristo, na kwa maombezi ya Mtakatifu Gaspar del Bufalo, utufanye mashahidi wa kweli wa Injili. Amina.